Kwa nini utawala wa Irani hauanguki licha ya kuuawa kwa viongozi wake? Siri ya kushangaza ambayo wengi hawaielewi. Kila wakati mtu wa cheo cha juu katika uongozi wa Irani analengwa, ulimwengu unatarajia kuanguka, lakini mshangao, hakuna kinachotokea. Ukweli ni huu hapa. Utawala wa Irani umejengwa juu ya mfumo wa seli. Hilo linamaanisha nini? Kila sehemu inafanya kazi kwa kujitegemea bila kutegemea kabisa uongozi mkuu. Wabadala wameandaliwa kwa kila kiongozi na mipango iko tayari kuamrishwa mara moja. Ali Khamenei si sehemu dhaifu, bali ni sehemu ya mfumo mpana zaidi. Walinzi wa mapinduzi ya Irani hufanya kazi na muundo uliogawanywa ambao ni vigumu kupenya. Na hapa kuna kosa kubwa sana. Donald Trump, rais wa Marekani, alidhani kwamba kukatwa kichwa kungemaanisha kuanguka kwa utawala. Lakini vipi kuhusu ukweli? Mfumo umeundwa ili kuishi hata katika hali mbaya zaidi. Kila seli inajua jukumu lake, hata kama amri imekatizwa kabisa. Hatari zaidi, mawasiliano duni kati ya viongozi si udhaifu ndani ya taifa la Irani, bali ni mbinu ya usalama ya kuzuia uingiaji wa wageni. Ndiyo maana daima Irani wanatumia mfumo unaoitwa asymmetrical warfare. Ni kupigana vita ambavyo havina ulingano, lakini hakikisha adui anajuta kwa nini aliingia vitani. Tukiachilia mbali swala la uongozi, twende tukaangalie ndege nyuki wa Irani. Ndege nyuki za Irani aina ya Shahidi mara nyingi huitwa loitering munitions au kamikaze. Zimekuwa silaha muhimu sana kwenye vita vya kisasa, hasa baada ya kutumika sana kwenye vita kama vya Urusi na Ukraine. Baada ya kuitazama teknolojia ya boti nyuki za Irani, yaani boti ziendazo kasi zisizo na nahodha, kwa sasa tutazame silaha hii ambayo ilifanya Marekani akaombe msaada kwa Ukraine kwa Zelensky. Hii ni aina maarufu ya Shahid 136, pia huitwa Geran 2 na Urusi. Ina mfumo wa kujiendesha yenyewe, yaani autonomous. Hutumia GPS GLONASS kufuata njia iliyopangwa kabla, yaani pre-programmed. Inaweza kuzunguka, yaani kuzurura angani kabla ya kushambulia target. Ina injini ndogo ya piston inayotoa sauti kama nyuki mkubwa, ndiyo maana huitwa ndege nyuki almaarufu kama drones. Ndege nyuki hiyo hutoa mlipuko kati ya kilo 30 hadi 50. Ina uwezo wa kusafiri kumfuata adui takriban kilomita 1000 hadi 2500 ndani ya dakika chache tu. Ukiziona hazina mbwembwe sana kama drones za magharibi, lakini ni rahisi na imara vibaya mno. Tukitazama uimara wa ndege nyuki hizo, hapo ndipo Shahidi inakuwa hatari sana, kiasi kwamba vyombo vikubwa vya habari kama BBC haviishi kuijadili ndege nyuki aina ya Shahidi kila siku. Kitu cha kwanza kabisa, ndege nyuki hii ina bei nafuu sana. Zinaweza kutumwa kwa wingi kwenda kushambulia, yaani huanza kurusha mabomu halafu ndiyo hujilipua mazima eneo husika. Ni ngumu kugundulika na rada kwa sababu ya udogo wake. Pia inaruka chini, yaani kabisa ya viwango vya anga, yaani low altitude. Inachosha haraka mifumo ya ulinzi. Hata ukipiga ndege nyuki 10, zingine 20 zitapenya
na kufanya madhara makubwa zaidi. Ndege nyuki hizo hazihitaji rubani wa ndani ya ndege, hakuna riski ya kupoteza askari. Ni teknolojia ya ajabu sana inayotatiza vigogo. Ndege nyuki hizo zinaweza kulenga miundombinu kama ya umeme, mafuta, miji na kadhalika kwa usahihi kabisa. Usahihi wake si ubora mmoja, ni wingi na usumbufu wa mifumo ya adui. Ndege nyuki moja ya Shahidi ni takriban dola za Kimarekani 20,000 hadi 50,000. Baadhi ya vyanzo vinaonyesha hata chini ya hapo ikiwa zinazalishwa kwa wingi. Hii ni bei ndogo sana ukilinganisha na makombora au ndege za kivita. Kitu kinachoumiza zaidi ni gharama ya kuzuia ndege nyuki hiyo. Hapa ndipo tatizo kubwa linapoingia. Kombora moja la kuizuia, mfano Patriot, gharama yake ni dola milioni 1 kwenda juu kwa kila kombora moja. Hapo omba Mungu ulenge kwa usahihi, vinginevyo unaweza tumia makombora hadi 10 kwa ndege nyuki moja tu. Utagundua kuwa umetumia gharama kiasi gani kwa kitu kilichotengenezwa kwa dola 20,000, sawa na shilingi 100,000 za Kenya. Ukisema utumie mfumo wa NASAMS kuzuia ndege nyuki hizo, hapo utalia, maana ni ghali sana kutumia kwa tageti ndogo. Bora utumie anti-air guns, machine gun ni nafuu, lakini lazima ziwe karibu. Haziwezi kuzuia iwapo ndege nyuki hizo ziko mbali. Ifahamike kwamba ndege hizo zinakuja nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, kwa hesabu ya haraka haraka, unatumia dola milioni 1 kuangusha droni ya dola 30,000. Huu ni uchizi hakika, upuuzi huu. Hii inaitwa unaua mende kwa nyundo, lazima uumie wewe. Hao ndio Waajemi bwana, watu ambao wapo kwenye vikwazo zaidi ya miaka 40, watu wanaotangazwa na vyombo vyote vya habari kuwa wao ni dhaifu. Leo hii wanapigana na nchi zaidi ya moja, tena nchi zenyewe ni zile zinazojinadi ndio mababa wa teknolojia, na bado wamekalishwa chini. Wameishia kuua watoto wa shule na kujiingiza kwenye uharamia baharini, kuteka nyara, kupiga vyuo vikuu, kupiga madaraja, kupiga hospitali, kupiga reli. Yaani wamepoteza mwelekeo kabisa kwa Waajemi. Wacha kwa leo tuishie hapa.